Leo tarehe 8 mwezi wa 7 2026 nimetembelea maonyesho haya ya Sabasaba hususani katika banda la Wizara ya Kilimo, ambapo ndani ya banda hili kuna taasisi zote ambazo zipo chini ya Wizara ya Kilimo. Nimejionea wataalamu na kupata maelezo ya wataalamu wote ambao nimeweza kuwatembelea, na nimepata ujumbe wa kwamba ni wataalamu ambao wanakwenda na dira ya serikali ya kuhakikisha kwamba tunazalisha kibiashara na pia tunazalisha kwa ajili ya kujitosheleza, kwa maana ya kuzalisha ili tuhakikishe nchi inakuwa na usalama wa chakula, lakini pia tuweze kuuza kwa wahitaji, kwa maana ya nchi zinazotuzunguka na zile zinazohitaji chakula kutoka kwetu. Kwa hiyo ni eneo sahihi kwa wananchi pamoja na wakulima kuja kupata elimu, kwa sababu hapa tunakuja kutoa elimu ya nini kinafanyika, pia kutoa suluhisho kwa maana ya changamoto mkulima ambaye anaweza akawa nayo. Atakuja hapa na atapata elimu au atapata majawabu ya changamoto anazokabiliana nazo katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo ni wito wangu pia kama mtendaji mkuu wa Wakala wa Mbegu za Kilimo ASA, kuwakaribisha wale ambao hawajaweza kupata nafasi ya kuja katika maonyesho haya, basi aweze kufika katika banda la Wizara ya Kilimo ambapo pana taasisi zake zote, na ataweza kupata huduma au ataweza kupata elimu atakayokuwa anahitaji katika masuala ya kilimo, na hususani katika taasisi yetu ya uzalishaji wa mbegu. Taasisi yetu ya ASA inajihusisha na uzalishaji wa mbegu, lakini pamoja na usambazaji kwa maana ya kuuza kwa wahitaji, kwa maana ya wakulima kwa bei himilivu. Ni taasisi kongwe inayozalisha mbegu ambazo zinafahamika kwa wakulima sana. Tumeendelea kuziboresha mbegu zetu na ni bora. Kikubwa na tunachokwenda kukisukuma au kukifanyia kazi zaidi ni kuhakikisha mbegu hizi zinazozalishwa na Wakala wa Mbegu za Kilimo ASA zinawafikia wakulima kwa wakati, ni kwamba mkulima pale msimu wake wa kilimo unapoanza, basi mbegu iwe tayari ipo kwa ajili ya yeye kununua na kwenda shambani. Isiwe kwamba mkulima yupo tayari kulima lakini mbegu hana. Kwa hiyo tunajitahidi na tutahakikisha mbegu hizi zinamfikia mkulima kwa wakati, kwa sababu nchi yetu ni kubwa. Vipindi vya kilimo vinatofautiana, vya maandalizi ya kilimo maandalizi ya shamba vinatofautiana. Kwa hiyo tutahakikisha tunakidhi kalenda ya mkulima katika eneo husika ili kuhakikisha mbegu bora za ASA zinawafikia kwa wakati.